Uhimidiwe Mungu milele milele, upewe sifa Yahwe daima. Uhimidiwe Mungu milele milele, upewe sifa Yahwe daima. Ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu, kwa mkono wako ukaniongoza, na sasa ninaomba tena, nitembelee Mwokozi wangu, nitembelee pamoja nami katika mapito yangu, hukuniacha niangamie, mimi niliye mdogo. Katikati ya safari yangu nilihisi umeniacha. Uje Yesu wangu, nitembelee. Ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu, kwa mkono wako ukaniongoza, na sasa ninaomba tena, nitembelee Mwokozi wangu, nitembelee Mwokozi
Waguse Bwana Mwokozi wangu, wajue kuwa wewe upo. Waguse tena Mwokozi wangu, watembelee. Mwokozi wangu, wajue kuwa wewe upo. Waguse tena Mwokozi wangu, watembelee. Bila msaada wako hatutaweza lolote. Tusaidie katika hii safari ya uinjilishaji. Vikwazo ni vingi sana vinavyotusonga. Bila msaada wako hatutaweza.
hatutaweza lolote. Tusaidie katika hii safari ya uinjilishaji. Vikwazo ni vingi sana vinavyotusonga, bila msaada wako hatutaweza lolote. Shukrani upewe sifa yawe daima. Hakuna mwingine kama wewe Mungu, upewe sifa yawe daima. Filimbi na zeze tunakupigia, upewe sifa yawe daima. Maisha yetu tunakutolea, upewe sifa yawe daima. Mungu mwenye nguvu, Mungu utoshaye, upewe sifa yawe daima. Na vigelegele tunakupigia, upewe sifa yawe daima. Unastahili sifa Mungu wetu, usifiwe leo na daima. Mungu wa sifa, tutaziimba sifa zako. Safi kabisa. Namna hiyo. Asante studio. Asante. Kwa tiu basi tafadhali niwaombe tuchukue usikivu mkubwa sana. Naomba ukimya wa hali ya juu sana. Watoto, halo, hey, muwe wasitulivu mtulie. Naomba masikio yetu tuwe watulivu, twende tukasikie yale ambayo tuliyemwandikia mgeni rasmi wetu. Naamini ameyapitia kwa utuo, nasi tukasikilize kutoka kwake. Tafadhali sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kaya ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, kwa heshima kubwa naomba upokee kisemeo na uweze kumnyanyua mgeni rasmi ili aweze kusema nasi katika siku ya leo ambayo hakika ni siku ya kipekee, siku ya kufurahia kumbukizi ya somo wa kwaya yetu Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana. Asante MC. Basi ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa sana Injinia Mshana, naomba basi nikukabidhi kisemeo kama MC alivyosema, basi uweze kuzungumza nasi. Karibu sana mzee. Asante sana. Asante studio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hujaongea, kule anapotoka mheshimiwa mgeni rasmi mkoa wa Kilimanjaro kama sijakosea, wanasema ukimwona mtu ametulia sana, kwa lugha yake mheshimiwa, naomba niibie kidogo, wanasema kinyongo chehuje choche la mbeu. Kwa hiyo
Kwa hiyo nikukaribishe mheshimiwa, karibu sana useme na hadhira hii inakusubiri. Mungu Bwana. Mheshimiwa Baba Paroko, Mheshimiwa Paroko msaidizi, Mheshimiwa mwenyekiti na kamati yako utendaji, waheshimiwa wageni rasmi wenzangu, waheshimiwa viongozi wa kwaya, Msifu Yesu Kristo. Amina. Kama anavyosema ndugu msemaji MC, kweli unapoitwa mahali ambapo unajisikia kabisa ni mdogo afu unapewa majukumu makubwa, lazima uogope kwanza kidogo. Mimi Architect Mshana mpenzi wa kwaya, na nafikiri ndio maana jamaa nilifuata wewe na kujua unapenda sana kwaya, na jana nilikuwa na uzinduzi mpya kwaya ya kwangu ambayo mimi nilikuwa mlezi, lakini jana hiyo nimetoka safari. Kwa hiyo naogopa sana kuchukua majukumu makubwa, kama naambiwa ni hapa mwishoni ananiambia mgeni rasmi achukue yale anayoweza, yale mengine atayapeleke kwingine. Kwanza niwapongeze, ni kwaya ya muda mrefu tangu 1970. Nadhani naona aka uzoefu, ila nadhani wengine ni wakisioni watu wa 70. naona labda waanzilishi, lakini wengine naona vijana kabisa wa 2000, wengine kama wamezidi 1990 na ngapi. Hilo si la muhimu sana, lakini la muhimu ni kwamba nia yetu ni kwamba kwa yetu iweze kuwa na mfuko wake, ijitegemea. Mimi binafsi siwezi kusolve yote, na siwezi kuchukua hata jukumu kusema hii aliweza mwenyewe, ila kwa sababu mimi mwenyewe sasa hivi naanza kupunguza kufanya shughuli nyingine, naona umri unaenda kidogo, sawa. Kwa hiyo nitafanya jambo moja tu, kwamba mimi nitaanzisha, kwa maana kwamba niwe kama vile nimeshainunua hiyo nani moja kwa shilingi dogo sana, ambayo nafikiri ni kwa uwezo wangu kwa sasa hivi, kwa sababu nimetoka safari hizi, sijakaa jana actually ndio nimeingia, sijakaa hata nikasema nimetengeza nini, ila nafikiri nitaweka shilingi 500,000. Makofi ya toshi. Kwa kusema hayo, nawashukuru. Niombe wengine tuunge mkono, tutengeneze hili jambo ili waweze kujitegemea. Wakianza kujitegemea, nafikiri na hata uinjilishaji unakuwa mzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asante kabisa. Short and clear. Namna hiyo kabisa. Mgeni rasmi hana kona, hajataka mambo mengi kama mwanasiasa. Yeye amenyoka tu namna hii. Piga makofi mengi sana kwa mgeni rasmi wetu. Asante sana studio. Basi wakati huu ukiangalia kama unatembea na ratiba yetu, inatuambia wakati huu baada ya mgeni rasmi kusema na ameshamaliza kusema alichokusudia kusema, tunakwenda kupata keki. Tafadhali wale wanyange ambao wameandaliwa kuleta keki, tafadhali naomba muilete ile keki chap chap ili tuendelee na utaratibu. Studio 1 na 2.